Bana mtazamaji wa Sports Fact TZ, karibu sana. Usisahau ku-like, ku-subscribe kisha ku-comment kwenye YouTube channel hii. Na leo kwenye Sports Fact TZ na kwenda kukusanua kuhusiana na ratiba ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya shirikisho. Azino kwamba michuano hii ilisimama kwa muda ili kupisha finali zile za AFCON ambazo zinakwenda kutamatika mnamo Januari 18. Sasa unachotakiwa kukifahamu ni ya kwamba sasa utamu huu wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya shirikisho inakwenda kurejea rasmi, na kwa vilabu vya Tanzania nimeviangazia kuhusiana na ratiba yake ya michezo hiyo. Kila timu ndani ya mwezi huu itapata nafasi ya kucheza takriban michezo miwili kunako michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya shirikisho. Bana, kunako kikosi cha Yanga wao watatakiwa kusafiri kuelekea pale nchini Misri, na tarehe 23 majira ya saa 1 kamili za jioni watakuwa na kibarua kizito dhidi ya kikosi cha Al Ahly kutokea pale nchini Misri. Wanakwenda kucheza majira saa 1 kamili za jioni. Baada ya mchezo huo Yanga wataradhimika pia kurejea Tanzania kwa ajili ya kwanza pia maandalizi ya kurejeana pia na Misri na Al Ahly, na mchezo wa marejeano Yanga dhidi ya Al Ahly utachezwa mnamo tarehe 30 na Yanga watakuwa wenyeji dhidi ya Al Ahly. Ni ratiba ngumu kwa Yanga, anakwenda kukutana na title contenders wa bara hili la Afrika, lakini na imani kwenye michezo miwili hii pengine Yanga ana uwezekano mkubwa wa kuokota alama 3, na kama sio alama 3 basi angalau hata alama 4, nikimaanisha kupata ushindi kwenye mchezo moja, lakini pia baada ya mchezo huo akailazimishwa sare hata mchezo moja. Inaweza ikawa pia ni mwanzo mzuri kwa Yanga ambayo mpaka sasa kwenye group lake yeye pamoja na Al Ahly wakiwa na alama 4. Kwa Al Ahly ni miongoni mwa mchezo ambao anauhitaji sana kupata ushindi, hususan mchezo wa tarehe 23, kwani ni miongoni mwa silaha kubwa ambao amekuwa akitumia anapokuwa nyumbani. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 24 yeye atashuka dimbani kupepetuana na kikosi cha Esperance de Tunis, mchezo ambao unatarajiwa pia kuchezwa majira ya saa 1 kamili za usiku kule nchini Tunisia, na mchezo huu unapigwa kunako uwanja wa Stade Olympique Hamadi kule nchini Tunisia, miongoni mwa dimba ambalo linabeba takribani mashabiki 65,000. Kwa hiyo Simba kwenda kukipiga na kikosi hicho cha timu Esperance de Tunis, na kisha baada ya mchezo huo tarehe 30 anarejea Dar es Salaam kwa ajili ya kurejeana na huyu Esperance de Tunis, mchezo ambao unapigwa kunako uwanja wa Benjamin Mkapa majira saa 1 kamili za usiku tarehe 30. Kwa hiyo kwa Simba ambayo mpaka sasa ukitazama msimamo wa kundi hilo hajawa na mwanzo mzuri kwa kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiwa amepoteza michezo yote miwili ambayo amekwisha kucheza, na kileleni yupo Petro Atletico akiwa na alama 4, ifuatiwa pia na Stade Malien akiwa na alama 4. Esperance de Tunis nafasi ya 3 mpaka sasa ameokota alama 2. Simba anahitaji kutumia mchezo huu kwa ajili ya kujihakikishia pia nafasi ya kufuzu kwenye hatua robo finali, na unakuwa ni miongoni mwa mchezo ambao umebeba matumaini makubwa sana ya wana Simba kupitia mchezo huu. Pengine pia tunaweza tukashuhudia mabadiliko makubwa, na Simba ikihitaji kupata alama 6 zote kunako michezo miwili dhidi ya Esperance de Tunis, nikimaanisha michezo ya tarehe 24 na mchezo wa tarehe 30. Binafsi kwa Simba ni miongoni mwa ratiba ngumu kwake. Esperance anahitaji kupata ushindi pia ili kuweza kujiwekea mazingira mazuri pia kwenye kundi hilo, lakini pia Simba ambaye ana kiu pia kuhitaji ushindi licha ya kubadilisha pia benchi la ufundi. Mwalimu Steve Becker na kazi ya ziada kwenda kuwaongoza wana Simba kupata ushindi kunako michezo hii. Kikosi cha Singida Black Stars wao watabakia hapa nchini, na siku ya tarehe 25 watashuka dimbani kukabiliana na kikosi cha timu ya AS Otoho majira saa 1 kamili za jioni. Singida atakipiga na AS Otoho pale New Amani Complex. Kwa Singida mpaka sasa mahesabu yake yalivyo, baada ya mchezo huo pia Singida atasafiri kuwafuata AS Otoho tarehe 1 ya mwezi wa pili
na kwenye kundi lake mpaka sasa mahesabu ya Singida anaongoza mpaka sasa. Singida yuko ana alama moja tu kwenye kundi hilo na anakutana AS Otoho ambaye yuko nafasi ya pili akiwa na alama 3. Juu yupo Stellenbosch akiwa na alama 4 kwenye kundi hilo grupu C. Lakini kwa Singida anahitajika pia kuhitaji matokeo ya nguvu zote kunako mchezo huu, michezo miwili hii dhidi ya AS Otoho, ili na yeye kujipa nafasi ya kufuzu hatua 16 kunako kombe la shirikisho. Lakini kwa Azam FC yeye atasafiri kuelekea pale nchini Kenya, na tarehe 25 atacheza na Nairobi United majira saa 10 kamili za jioni pale nchini Kenya unako dimba la Nyayo National Stadium pale nchini Kenya majira saa 10 kamili jioni. Baada ya mchezo huo tarehe 1 pia Azam FC atarejeana pia na kikosi cha Nairobi United majira saa 1 kamili jioni kunako uwanja wa New Aman Complex kule visiwani Zanzibar. Kuna mgongano pia wa ratiba hapa baina ya kikosi cha Singida Black Stars na Azam. Ngoje tuone namna ambavyo wataweka utaratibu wa timu zote mbili, kwani nafahamu pia Singida Black Stars anatakiwa kucheza pia tarehe 1, lakini pia na Azam na uwanja ni huo New Amani Complex. Bana, hiyo ni ratiba ya michezo ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya shirikisho kwa vilabu vya Tanzania, na ilivyo kuanzia tarehe 23 watashuka dimbani na watarejeana pia kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe 1. Endelea kusubscribe, kulike kisha kucomment mtazamaji.